Ni wakati mwingine tena, karibu sana mpenzi mtazamaji wa CF Media. Leo hii tumepata bahati ya kumtembelea mzee wetu, babu yetu ambaye ni mwandishi wa vitabu mbalimbali hapa Tanzania, lakini pia akiwa ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Huyu si mwingine ni Joseph Sindai. Tutataka kumwangazia lakini pia kujua historia yake. Atatuelezea kuhusiana na zana mbalimbali ambazo yeye amepita. Amepita katika uongozi wa viongozi takribani wote hapa Tanganyika, lakini mpaka sasa Tanzania. Ni mchambuzi wa masuala ya kijamii, lakini pia ni mwandishi wa vitabu mbalimbali. Ambatana mimi mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Jackson Wilson na nyuma ya kamera ni Jacqueline, mtaalamu wa video. Naitwa Joseph Sindai kutoka Singida region, mkoa wa Singida. Nilikuwa Home Affairs, niliingia PTS Moshi mwaka 1959. Nikamaliza mafunzo Home Affairs Moshi. Nikafanya Moshi mjini kwa mwaka moja. Nikapigwa transfer kwenda Mwanza. Nilifanya kazi hiyo Mwanza baada miaka 7. Alafu niliresign. Alafu nikaanza shughuli zangu za biashara. Kwa hiyo jeshi la Home Affairs, nimefanya kazi ya polisi. Yeah. Na ulizaliwa mwaka gani? Yani mimi nimezaliwa mwaka 1941. Sasa mwaka 1941 ni muda mrefu kidogo. Na ukija mpaka sasa hivi ni vitu vingi sana umekutana navyo, kama ukiwa mtoto, ukiwa kijana, ukiwa mwanaume, unaingia kwenye majukumu ya ndoa, lakini pia kwenye masuala ya kijamii pia umeona vitu vingi. Sasa wakati huo unazaliwa au unakuwa kijana mpaka kwenda shule mpaka sasa hivi, kitu gani ambacho unaona kabisa dunia sasa hivi imebadilika kukompea na miaka ile ya zamani? Sasa hivi imebadilika kidogo kutokana na vitu kuja vingi kwa mara moja. Maendeleo yaliyo televisheni na vitu vingi vimevunja hata mila na desturi. Mimi nimefurahi rais kurudisha mila na desturi. Paka Usukumani nimeona alivaa ngozi, nikafurahi sana. Na discipline, heshima. Vijana tuliokuwa zamani tulikuwa na heshima sana, tuliheshimu sana wazazi. Ukitumwa tu nenda unaleta chumvi, unakwenda haraka unakimbia. Unaleta chumvi. Nenda unaleta mafuta, hata koroboi haina mafuta kwa maana zamani tulikuwa tunatumia koroboi. Unakimbia haraka sana. Ukitumwa wakati wote na kuosha vyombo na unafanya kwa bidii kweli. Sasa siku hizi kuna tofauti kidogo. Mambo yalivyokuja kuletewa na wazungu kutoka Ulaya kule. Wanasema zamani tumepitwa na wakati, lakini katika mila hatukupitwa na wakati. Nimefurahi sana rais kuirudisha mila na desturi. Imekuwa nzuri sana. Kuanzia Usukumani alikwenda, mimi nikamuona kwenye television. Nimeona mambo imekuwa mazuri sana. Nadhani tutafuata muongozo wa zamani, hasa discipline, tuwe na heshima kwa wazazi wetu. Kipindi kile wakati wewe ni kijana, kijana alikuwa yupoje, na ukiangalia vijana wa sasa hivi, kuna tofauti au ni yale yale? Kuna tofauti kubwa sana. Kuna tofauti kubwa sana kwa sababu ya mila na desturi za zamani zilitaka kupitwa na wakati. Wanasema imepitwa na wakati. Vijana ukimwambia kila siku anasema imepitwa na wakati. Hata kivaa nguo imebana, amesema ni sawa, kwake ni sawa. Kumbe zamani desturi namna hii hatukupenda, kwa sababu tunaiga watu wa nje. Mambo mengine zikuna discipline, tuchukue zingine zinafaa mila zingine za zamani na za sasa, lakini tusivunje ile heshima. Heshima kwa mavazi na kutuma na wazazi. Tufuate sheria za zamani, ni bora zaidi, kwa maana ni heshima, ni mila zetu. Na mila, tusipofuata mila basi itakuwa hatuna tena, tutakuwa maskini.
maskini wa mila za, kwa maana tumezitupa. Sasa mzee wangu, kipindi kile wakati unataka kuoa kulikuwepo na process fulani lazima zifuate au mchakato na sasa hivi naona kama vile mambo yamebadilika. Utatuambia kama mambo yamebadilika na utatuambia kidogo, wewe kipindi unataka kuoa kama mzee, kipindi kile ulikuwa unakutana vipi na mwenzi wako ambaye umebahatika kupata watoto kadhaa? Zamani sisi tulikuwa kabisa, zamani ilikuwa tunazungumza naye msichana kwamba nataka kwenda kuoa mahala fulani, unazungumza naye, alafu ushahidi kamili kama anakupenda kweli atakupa ushanga wa kiunoni. Ni mila na desturi, anakupa ushanga, unakwenda kuonyesha hata wazazi wako kwamba nimepata mchumba, ushanga huu. Na mlikuwa mnawasiliana vipi sasa? Maana simu sidhani kama zilikuwepo. Simu zilikuwa hamna, kwa sababu kama zamani kabisa niliona na posta ilikuwa mguu, unaandika barua kwa mguu, mtu anatembea na anapeleka barua kwa mguu. Toka Mkalama mpaka Singida unatembea na mguu. Zamani, enzi zetu za zamani. Turudi katika uongozi wa wanasiasa. Nadhani umekuwepo kipindi kile cha mkoroni kabla Tanganyika haijapata uhuru mwaka 1961. Ulishuhudia Tanganyika inapata uhuru? Nilishuhudia hilo, nilifurahi sana kupata uhuru. Ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau wakati Tanganyika inatawaliwa na wakoloni? Wakati wa kupigwa viboko, kodi walikuwa nakimbia, wengine unajificha kabisa, unapanda kwenye miti. Kodi ilikuwa ya kukimbia, mara nyingine unakimbia, unaikwepa kodi. Hilo ilikuwa jambo lingine. Alafu na mwizi akikamatwa, kesi yake ilikuwa ya kupigwa fimbo, ya kupigwa mafimbo. Zamani sana, enzi hizo za zamani, kesi iangaliwi kama sasa, kwa maana hasa unaangalia na ushahidi. Zamani ilikuwa zaidi kutumia nguvu zaidi zilitumika, kulazimisha kama ukoloni hivi, ndio wanasema ukoloni. Sasa katika hiyo kodi, ni mtu gani kipindi hicho alikuwa analipa kodi? Ni watu wote walikuwa wanalipa kodi au ni mfanyabiashara peke yake ambaye alikuwa analipa kodi? Walikuwa wanalipa kodi wakati umefikia umri mkubwa wa kutoa kodi. Unatoa kodi, lakini hela ndogo ilikuwa ngumu zamani kupata hizo hela. Ndio. Turudi katika uandishi wako wa vitabu. Umetuambia ni mwandishi wa vitabu na umeandika vitabu kadhaa. Unaweza ukatuambia mawazo ya kuandika vitabu yalitokana na nini na vitabu vingapi mpaka sasa hivi umeviandika? Kwa kweli kuandika kitabu ni kipaji. Mimi ni mtundu kuanzia zamani, kuandika vitu, kuigiza. Kwa hiyo mimi niliona kwangu sio ngumu sana kuandika vitabu. Nimeandika vitabu 15. Kutokana na nini? Ugumu wake, kuna process nyingi, natakiwa pesa. Binding pesa, kusahisha manuscript pesa, kila kitu karibu hela. Unaweza kuwa na mawazo mazuri kabisa ukashindwa kwa sababu ya nini? Viwango pesa nyingi. Unatoa kila sehemu pesa. Kama huna, afadhali waache kabisa kuandika kitabu. Itakaa tu hivi bila kuitoa. Ndio. So ulianza kuandika ukiwa kijana au ukiwa mzee? Niliandika vitabu nilianzia kuandika kitabu mwaka 1999. Kitabu Pato la Ukimwi Kifo niliandika kimoja. Alafu nikaandika Manosa na ujasiri wake. Kwa nini Pato la Ukimwi ni Kifo? Kwa sababu ilikuwa nyakati hizo dawa ilikuwa haijapatikana ya ukimwi. Kwa hiyo itakuwa kubalance, waambia hasa vijana waogope kufa. Ikiwa wanafunzi, hasa ibesi wanafunzi, wakisema nikifanya ngono zembe nitakufa. Kwa hiyo ndio ilikuwa njia moja wapo ya kukwepesha waogope. Kitabu niliogopesha hasa wanafunzi.